Karibu mtazamaji wa Ulinzi Channel. Ikiwa ni moja ya majukumu yake, Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Mheshimiwa Elias John Kwandikwa anafanya ziara makao makuu ya JKT. Hapa anapokelewa na mwenyeji wake, Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa, Meja Jenerali Charles Mbuge. Baada ya kuwasili, Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa aliweza kusaini kitabu cha wageni, ikiwa ni pamoja na kufanya briefing na mkuu wa JKT. Kabla ya kuhutubia maafisa, askari, vijana wa JKT pamoja na watumishi wa umma, Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na JKT, Mheshimiwa Elias John Kwandikwa alipata fursa ya kupanda mti. Mara baada ya kuwasili na kuweza kupewa taarifa fupi juu ya utendaji wa majukumu ya Jeshi la Kujenga Taifa, na baadaye kuweza kuendelea na ratiba nyingine na kama ilivyokuwa. Sasa nisiwe msemaji sana, kwa sababu siku ya leo ni siku ya Mheshimiwa Waziri. Kwa heshima na taazima, naomba nimkaribishe Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa ili aweze kutoa neno na kumkaribisha Mheshimiwa Waziri.
Karibu sana afande mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa. Mheshimiwa Waziri, waliopo mbele yako ni maafisa askari vijana na watumishi wa umma ambao wananisaidia sana kazi toka nilipoteuliwa. Najivunia sana kuwa nao, naona fahari sana kuwa nao, na mimi natambua kwamba kama mimi nimeona fahari kuwa nao, kufanya nao kazi kwa muda wa mwaka mmoja takribani na miezi kadhaa, tumeweza kufanya maendeleo makubwa sana. Tumeweza kununua magari takribani 27, tumeweza kuanzisha kilimo cha kimkakati, na sasa hivi tunaendelea na mipango ambayo tumejipangia sisi wenyewe bila kupangiwa na watu. Ni matarajio yangu maafisa na askari, kwa kuwa mipango tumepanga sisi wenyewe, tutaitekeleza sisi wenyewe, na kiongozi siku zote hasimamiwi, kiongozi anajisimamia. Huyo ni kiongozi mzuri, na popote pale ulipo wewe ni kiongozi. Ni matarajio yangu tutaonyesha mfano wa kuigwa kulingana na madhumuni ya jeshi letu kuanzishwa. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, kwa heshima na taazima, naomba nichukue nafasi hii kukukaribisha uweze kuzungumza na hadhara hii na kutoa maelekezo kadri utakavyohitaji wewe mwenyewe binafsi. Kwa hiyo tumefanikiwa sana. Karibu sana Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi, karibu sana. Naweza kupaza sauti, mnanisikia huko nyuma? Maana yake hapa tumesikia kwamba jasho letu imara kwa taifa, si ndio? Nguvu yetu imara kwa taifa. Sasa nilikuwa najaribu kukumbuka wakati ule, baada ya kukaa mwaka mzima, nilivyorudi kule kijijini. Nitaka niseme ili tuone kwamba ziko faida, kwamba tukiwa na vijana wakakaa JKT sio bure. Yaani wanapotoka na watakuwa wamepikwa, wamekuwa wazalendo, wamekuwa na moyo wa kufanya kazi, moyo wa kujituma, moyo wa kujisimamia. Kwa hiyo mimi nilivorudi, nilivomtembelea babu yangu, niliona alikuwa kule kijijini, nyumba yake ina shida, inavuja. Kwa sasa mimi nikafanya juhudi za kuwezeka ile nyumba mwenyewe. Hata wadogo zangu niliokuwa nao kule niliwakaba kweli, beba maji nini, tukajenga nyumba. Mpaka hata wakati mwingine ilionekana kwamba umetoka JKT unawaonea hawa watoto. Lakini nilikuwa naona umuhimu wa kujitoa kwa ajili ya kusaidia changamoto ambazo zilikuwepo. Kwa hiyo nataka nianze na hilo, kuona kwamba ziko faida nyingi, zingine huwezi kuziona kwa macho, kwa kazi kubwa jeshi letu linalofanya dhidi ya vijana. Ziko story nyingi nilikuwa napitia kwenye muundo wake tangu jeshi lilivyoanza, kama ulivyosema kwamba nimeendelea kujifunza mambo mengi, kwa sababu hata wakati fulani sikuwa nimetegemea kwamba na mimi nitakuwa sehemu yenu. Nitaka nianze na hilo. Baada ya kusema story hiyo, niendelee kumshukuru Mungu sana. Mungu ameniwezesha na mimi kuwa sehemu ya kwenu, na kipekee nimshukuru sana Mheshimiwa Rais, kwamba sio jambo rahisi hata saa nyingine kufikiria kwamba labda mimi angeweza kuniteua kuwa waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Kwa hiyo namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa imani aliyokuwa nayo, akimaanisha kwamba tutakuja kufanya kazi pamoja. Mimi niseme kwa nafasi Mheshimiwa Rais amenipa ni nafasi ya utumishi, kwa maana kwamba mimi ni mtumishi wenu. Mimi ni mtumishi wenu kwa sababu kama ningeambiwa niseme kwa ufupi, jukumu langu katika wizara ni kuhakikisha tunatumikia kiasi kwamba yale majukumu ambalo jeshi liko nayo yanakwenda kwa ufasaha. Yaani kwa maana uwepo wangu mimi ni kuhakikisha kwamba kazi zenu mnazifanya vizuri kwa ngazi zote. Kwa maana hiyo namshukuru sana Mheshimiwa Rais kunifanya niwe mtumishi wenu. Na mimi niendelee kumwahidi Mheshimiwa Rais, na niwaahidi pia kwamba tutashirikiana kadri itakavyowezekana ili kuhakikisha kazi ambazo ziko mbele yetu kama JKT, wewe mwenyewe kama kiongozi wa JKT na viongozi wengine
kwamba tunashirikiana ili niwawezeshe kutekeleza jukumu ambalo liko mbele yetu. Kwa hiyo niwahakikishie tu hilo, na niseme wazi muda wote tangu Mheshimiwa Rais alivyoniapisha niwatumikie, nitoe shukrani zangu za dhati. Nimefurahi sana na namna ambavyo mmeanza kunipa ushirikiano, lakini nimefurahishwa sana na kujifunza mambo mazuri ambayo mnaendelea kuyafanya. Yako mambo mengi sana, na nilikuwa najifunza leo pia kwamba tuna vikosi, lakini mimi nimejaribu kujifunza karibu kila eneo ambapo vikosi vyetu iko mipango mikubwa ya kufanya vizuri zaidi kila kunapokucha. Kwa hiyo mimi nawapongeza na kuwashukuru sana. Niwapongeze kwa mapokezi, na nilipokuwa hapa tumezungumza, lakini baada ya hapo mmenipa fursa ya kupanda mti pale, na nimepata faraja kubwa sana. Nilikuwa naiona nilipofika mara ya kwanza kwa kikao kile, niliona namna ambavyo mmejipanga na miti hii mnaiona mmeipanda, lakini inaendelea kustawi. Ziko changamoto ambazo tunaziona maeneo mbalimbali kwamba tunaweza kupanda miti lakini tunakuja na rekodi kubwa ya miti ambayo labda imekufa. Sasa kuonyesha kwamba unaweza kupanda mti lakini ukuchukua hatua za makusudi kuona kwamba miti ile ambayo inaweza kustawi. Lakini mimi niwapongeze kwamba kwa kuthamini mazingira yetu, unaona pande zote nikiangalia miti ile tunavyoipanda inastawi. Na mimi sina mashaka kwa nafasi mmenipa, nimepanda mti ule. Sina mashaka kwamba mti ule kwamba utakufa. Nina uhakika kabisa mti ule utastawi vizuri sana. Kwa hiyo nitaka nianze kuwapongeza kwa kujali mazingira, kwa sababu mazingira ndio kila kitu. Lakini imani yangu ndio hiyo kwamba tunapokuwa na vijana tumewafundisha mambo mazuri kama yale, wanapopata nafasi hata ya kuwa na familia zetu nje ya jeshi kule wanapoenda kusalimia na kadhalika, watayaendeleza. Kama mfano niliosema kwamba ule kujituma, uzalendo, kwamba inakutengenezea kwenye utu wako, unakuwa ni mzalendo kutoka moyoni. Kwa hiyo popote pale unapokuwa utapenda uone mambo mazuri kama haya tuliofanya leo, kitendo cha kupanda miti, kwamba tunaenda vizuri. Kwa hiyo niwapongeze sana, na niwaombe Watanzania wote waendelee kutuunga mkono, kwamba waendelee kuhifadhi mazingira, waendelee kupanda miti, lakini waendelee kuhakikisha kwamba miti ile ambayo tunaipanda kwenye program mbalimbali naona zipo, kwamba wanaifanya miti iweze kuishi, kwa sababu lengo tuone tunaweza kurejeshea mazingira yetu. Na ndugu zangu, mtakubaliana na mimi kwamba kwa kipindi hiki cha miaka kadhaa, ule msukumo wa kuhifadhi mazingira ulivyopokelewa na Watanzania umeturejeshea hali ya hewa kuwa kama tunavyoishuhudia siku za hivi karibuni. Kwa sababu nafahamu kwa kipindi fulani hapa hata mvua zilikuwa na shida, lakini kwa sasa maeneo yote utaona ukijani umetamalaki, na tunaendelea kupata mvua za kutosha, na mvua ina maana kubwa. Tunaendelea kufanya uzalishaji mkubwa kwenye mazao ambayo tunayalima na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo mimi niliona hilo nisiliache, ni kushukuru sana Chief kwa namna ulivyoplani kwenye ziara yangu. Na mimi kati ya mambo ambayo nimepata faraja sana ni kile kitendo cha kuona na mimi nimekuwa sehemu ya kupanda mti ule nilipanda pale, na kwamba naamini kabisa mti ule utakuwa. Lakini mimi niahidi tu sitaishia hapa. Kwa maeneo mengine ambayo pia nimekuwa nikipanda miti kwenye sehemu kama sehemu ya kwenye familia, nitaendelea kuwa na utaratibu mzuri wa kusimamia vizuri ili kuhakikisha kama tunapanda miti inaweza kustawi. Yako maeneo na mimi naendelea kupanda miti ili kuona tunarejesha mazingira, lakini saa nyingine unakutana na changamoto hivyo kwamba miti inakufa, rate ya kufa inakuwa kubwa. Kwa hiyo na mimi nitaendelea kujifunza, kwa sababu niko sehemu ya kwenu, nitaendelea kujifunza hata saa nyingine kunaona kwa nini miti haifi kama kwenye maeneo mengine baada ya miti kuwa imepandwa. Lakini niwashukuru sana viongozi kwa malezi kwa ujumla wake. Kama nilivyokuwa nasema, kweli tunawafundisha vijana uzalishaji wa mali, tunawafundisha vijana ulinzi, tunawafundisha vijana mambo mbalimbali. Lakini nilipokuwa hapa leo nimepata faraja kweli. Nilikuwa natamani nicheze ule mdundo mzuri ulikuwa unatoka kwa vijana kwa maana ya burudani. Na mimi nitumie nafasi hii niwapongeze sana kwa
namna mnavyofanya. Kwanza naimarisha afya zenu, lakini mnatupa burudani. Mpaka nikaa naanza naona hapa na mkuu wa JKT hapa kwamba mnafanyia mazoezi wapi. Sasa si kama siku moja jana kama nitaamua kuvamia na mimi nikafanya mazoezi nikaruka na vijana mtaniruhusu. Kwa kweli nitafanya utaratibu. Nikisema nataka kutembelea kile kikosi, kumbe nitakuwa nataka angalau nije niruke kidogo. Si ndio jamani? Ni jambo zuri sana. Mnaona nyonga hapa, afya zao zinaimarika, misuli inaimarika, lakini hata brain inaimarika, kwa sababu ukifanya mazoezi ubongo wako unafanya kazi sawa sawa. Kwa hiyo niwapongeza sana kwa kufanya uzalishaji. Nitaka niseme tu kwa ufupi kwamba ninashukuru sana kwa ubunifu mkubwa ambao tunaufanya, lakini na maendelezo pia ya kutengeneza wataalamu wa askari ambao wamebobea nidhamu ya hali ya juu na uzalendo wa hali ya juu. Mimi nao hakika kwamba tutakuwa na mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo ndugu zangu, nitaka nitumie nafasi hii wote mlioko hapa na wengine ambao wako kwenye maeneo mbalimbali niwapongeze sana, kwa sababu usikivu wenu na kufuata maelekezo ya viongozi wenu na kutumia nguvu na weledi ambao mko nao, kila mtu kwa nafasi yake kwake, ndio imetueleza kuwa na mafanikio haya makubwa ambayo yanaonekana. Kwa hiyo nawapongeza wote, tujipigie tu makofi. Na makofi hayo yanaashiria kwamba tutaendelea kushirikiana na kujituma na kufanya kazi kwa bidii ili tufike pakubwa zaidi. Mimi kwa kweli nimefurahi sana kwa taarifa ambayo nimeibeba hapo, na saa nyingine ilikuwa rahisi kwa muda mfupi niendelee kuisoma, lakini jeno pamoja timu yako nikuhakikishie kwa taarifa ambayo nimeipokea hapa kwamba nitaisoma niongeze ufahamu wangu, lakini kwa nia hiyo ya kuangalia milango ya kuona na mimi iko sehemu yangu ya kuhakikisha kwamba mipango mizuri ambayo tuko nayo tunaenda kuifanya kwa weledi na mafanikio ya hali ya juu. Umeme. Ngoja niongeze sauti kidogo. Nikiongeza sauti naona umeme unarudi. Kwa hiyo ninawashukuru sana. Ninawashukuru sana. Yako mambo mengi kweli sio rahisi kuyataja, lakini tumejipanga vizuri. Mimi ni faraja kubwa sana. Najua baadaye nitapata nafasi ya kwenda kwenye baadhi ya miradi. Ninajua nitapata tu nafasi hiyo, lakini yatosha tu niseme kwamba yako mambo ambayo mmeyafanya kwa weledi na nguvu kubwa sana. Hongereni sana. Sitaki kuwa na maneno mengi, lakini nataka niseme kwamba ziko changamoto zingine naziona kwenye maandishi, lakini najua katika hali ya kawaida ziko changamoto ambazo uongozi unaendelea kupambana nazo, ambazo saa nyingine ilikuwa sio rahisi hata kuniambia, sababu najua ziko kwenye uwezo wenu. Lakini ziko changamoto zingine kwa muundo ambao tuko nao tunaweza tukaishi nazo, tunazumia. Lakini nataka niwahakikishie tu kwamba ziko changamoto zingine ambazo na mimi naweza nikazifahamu tu kwamba zinaweza kuhusu wapiganaji, zipo ambazo zinahitaji watu wengine pia kutusaidia kuzitatua. Mimi hadi yangu tu kwamba hata zile changamoto ambazo tunazifahamu kwamba kama askari walioiva sio rahisi kuzisema, lakini na mimi kwa sababu tunaishi pamoja kama familia, zitakupita kwenye masikio yangu au kwenye ufahamu wangu, niwahakikishie tunaendelea kuzitatua. Nafahamu yako mambo mengine ambayo sio rahisi kuyasema kama madogo, lakini yakishakuwa kwenye sehemu ya changamoto, mimi naamini kabisa tunahitaji kuyatatua. Kwa hiyo hadi yangu kwamba tutaendelea kushirikiana na uongozi, tutaendelea kuzungumza, lakini kushirikiana na wenzetu upande wa serikali, na mimi ndio jukumu langu kuona kwamba tunadili na changamoto za kila aina ili kutuhakikisha kwamba tunaenda kufanya shughuli zetu kwa ubora na ufanisi wa hali ya juu. Na hiyo nahakikishia tu kwamba tutaendelea kuzifanya. Zipo zingine changamoto za kiutumishi, tutaendelea kushirikiana kuzitatua. Na wenzangu wako hapa kutoka wizarani, niendelee kumalizia kushukuru Brigadier General Kapinga, na najua kwamba tulifika tu hata wakati mwingine nikana ratiba za kukimbia, lakini tumekuwa na wewe. Nipata fursa ya kutembelea hata brigade ya Tabora kule,
tulikuwa wote, lakini kila wakati tukiwa na ratiba tuko pamoja ili kurahisisha mawasiliano sasa kati ya wenzetu huku na makao makuu. Na mimi kule kwenye wizara tutafanya kila linalowezekana kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri. Na mimi JKT nawategemea sana. Nawategemea kwa sababu sisi huku wenzenu hatuna ubora zaidi. Nyinyi mkifanya mambo yakawa mazuri zaidi, na sisi ndio tunang'ara kuonekana tumekuwepo. Kwa hiyo mimi nawaombea sana yale yote ambayo tumejipangilia kuyafanya yafanyike kwa uzuri. Yes, na mimi nitakuwa nimefanikiwa kuona kwamba mafanikio yanakuwa yako mazuri. Kwa zile changamoto zote ambazo nimezipata kule, zipo zingine zinahitaji mahusiano ya karibu na wenzetu. Tutayafanya hivyo kwa haraka sana ili sasa tuweze kuitatua. Na mimi sina mashaka kwa sababu hivi ninavyozungumza kuna baadhi ya mambo tu ambayo nilikuwa na appetite nayo kwa hatua za mwanzo. Tumeanza kuzungumza na wenzetu wadau wakubwa ambao ni hazina. Kwa hiyo nimezungumza na waziri kule, lakini tunaendelea kuyasukuma mambo yakae vizuri. Na mimi ahadi yangu ndio hiyo kwamba nitapenda kuona jeshi letu linaendelea kuwa la kisasa, linaendelea kufanya kazi vizuri, na pia tunakuwa tunaendelea na ile team spirit ya kwetu ya kuendelea kuwasiliana na kushirikiana vizuri. Kwa ndugu zangu, mimi nawashukuru sana kwa kuja. Pelekeni salamu nyingi kwa wenzetu, najua wako maeneo mbalimbali, kwamba tutaendelea kufanya kazi kwa kushirikiana. Lakini kwa vijana tutaendelea kuwatazama tu kwa macho mawili. Endeleeni kuchapa kazi na endeleeni kuwafahamisha Watanzania wengine vijana mahali pengine walioko. Wakati mwingine vijana wanaweza kukata tamaa haraka, lakini mjue kabisa kwamba hatutaki kukata tamaa. Yako mambo mazuri ambayo na sisi tunawafikiria juu ya hatima vijana wetu wa Tanzania kwa ujumla wake. Kwa hiyo msiwe na mashaka. Viongozi tuko nao ni mzuri. Kama kuna issue semeni na viongozi huko, utaratibu ule sikitufikia kwetu, na sisi tutakuwa tayari kuona kwamba tumewasikiliza kupitia viongozi wenu. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi. Ninawashukuru. Hadi yangu ya kuja huko tutaisema, tutakuja. Na mimi angalau siku moja. Na mimi sasa siku nitakuja na mvaa rasmi ili nije kufanya zoezi kidogo. Nyonge kidogo, au sio? Mimi mnajua na zilipendwa mnazo nyingi hapo umezificha, lakini siku yenyewe mtazibua tu, tutashuka nazo. MC alikuwa anasema huku ndio kuna kila kitu. Nafikiri inaweza kafaa zaidi kuliko nikienda kurukaruka kule mitaani. Inaweza isifae zaidi. Nimefurahi kuwa hapa, nimefurahi kwa nafasi hii, nimefurahi kwa kupata muda huu wa kuwasalimia. Kwa kweli leo mimi ziara yangu ilikuwa nije niwasalimie, na kuna wengine walikuwa wanaweza kunisikia tu kwenye mitandao wakisoma kule. Mimi kwa majina yangu ndio hayo, Elias John, kuandikwa jimbo langu linaitwa Ushetu. Ushetu iko Kahama kule. Ni jimbo la vijijini kwa natokea kule. Alinikumbusha hapa general kwamba mimi napenda kufanya kazi, sipendi kuwa na maneno mengi. Hata kule jimboni sikuwa na maneno mengi, lakini wananchi kwa kazi tulifanya waliziona, wakanipitisha bila kupingwa. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba tutaendelea kufanya vizuri. Tutaendelea kufanya vizuri. Na wale watu wa Ushetu niwahakikishie tu kwamba mimi niko kwenye mikono salama. Na mimi mengi nitajifunza kutoka kwenu general, ambao mengine download kidogo kule, sasa kwa kuona kwamba vijana wanaweza wakatoa mchango mkubwa kwenye uzalishaji. Kwa hiyo tutaendelea hivyo kushirikiana. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Mungu awabariki sana. Mungu ibariki Tanzania. Asante mtazamaji wetu. Asante kuendelea kutufuatilia Ulinzi Channel. Tufuatilie pia upande wa Instagram, Facebook na Twitter kwa jina la Wizara ya Ulinzi na JKT.